Elgeyo Marakwet wamepinga vikali uamuzi wa Wizara ya Elimu kupunguza bajeti ya shilingi bilioni 62 inayofadhili sekta ya elimu nchini. Wakiongozwa na mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Toroitich, viongozi hao wamesema kuwa hatua hiyo itahujumu maendeleo ya elimu katika shule za umma. Mbunge huyo ameahidi kuwa iwapo pendekezo hilo litaletwa bungeni, atalipinga vikali. Kwa upande wake, Paul Biwott, katibu wa muungano wa walimu wa KUPPET tawi la Elgeyo Marakwet, amesema kuwa iwapo hakutakuwa na mikakati ya dharura ya kuboresha sekta ya elimu, basi changamoto zaidi zitazidi kuikumba. Tukiangazia katika bajeti ya kitaifa ni pesa ngapi zinakuja pwani kwa maendeleo. So sisi pia hatujakwamia hapo, sisi tuwe na juzi tumeshangazwa kwamba ati pesa 62 billion imetolewa kwa mambo ya examinations, mambo ya kusaidia KEPSHA. Mimi kama kiongozi sitakubali hayo. Na hiyo budget itakuja bunge. And that hiyo budget line lazima ikuwe reinstated so that CBC iweze ku take off bila namna tulivyotarajia. Sasa tuko na changamoto mingi. Our junior school, our junior institutions hawana walimu, hawana vitabu ya kutosha, hawana ile items zinahitajika kusaidia wanafunzi. So why cut a budget? I mean, as a country we are losing direction. Kama kuna budget hatufai kuguza kwa nchi hii ni budget ya elimu, kwa sababu ndio hii nchi isonge mbele. We must have an educated population. So mimi nataka kusema kwamba kama viongozi tutaenda pale bunge na tutakashifu hiyo budget cut kwa Ministry of Education. Ningependa nichukue nafasi hii kuomba hasa wale ambao wanauzika katika sekta ya elimu kuhakikisha kwamba hizo hela bilioni 62 sirudishwe, kwa sababu sio pesa nyingi kwa serikali ifanye elimu katika nchi yetu isiendelee. So naomba tafadhali Wizara ya Elimu ihakikisha kwamba hizo hela ingawa wameomba kweli, najua katika bajeti kule bungeni kulikuwa na changamoto nyingi hasa walipokuwa wakikusia mambo ya elimu, na nashukuru mwenyekiti kwa sababu alitetea mwenyekiti katika bunge letu Mheshimiwa Meli alitetea kwamba hizo hela siwekwe pale ili elimu katika nchi yetu iendelee. So naomba tafadhali wale ambao wanahusika hasa Wizara ya Finance ihakikisha kwamba hizo hela zimerudishwa ili elimu yetu iendelee.